Habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa. Ni matumaini yangu kwamba mpo salama kabisa. Hili ni jambo ambalo kila Mtanzania kwa namna moja ama nyingine ambaye aliguswa na ghasia zilizotokea Tanzania, vurugu za kipindi cha uchaguzi mwaka jana tarehe 29 Oktoba, ambapo tulikuwa tunafanya uchaguzi mkuu wa urais, wa bunge pamoja na madiwani. Tunakumbuka zilitokea vurugu kubwa mno Tanzania, lakini pia vyombo vya ulinzi na usalama vikatumia nguvu kubwa mno kutuliza vurugu ambazo zilitokea siku hiyo. Tunafahamu mitaani, tumeona video mbalimbali pia zilisambazwa mitandaoni, tukashuhudia ambapo idadi kubwa ya Watanzania waliuawa. Idadi kubwa ya Watanzania walipoteza maisha kufuatia nguvu kubwa ambayo vyombo vya ulinzi na usalama vilitumia kutuliza vurugu ambazo ziliibuka kipindi cha uchaguzi mwaka jana. Baada ya hapo imekuwa ni kitendawili. Idadi ya Watanzania waliopoteza maisha ni wangapi? Huku chama cha Chadema wao wakidai kwamba Watanzania zaidi ya 10,000 waliuawa. Lakini kupitia tume ambayo iliundwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kufanya uchunguzi kwa kina zaidi, tume hiyo ambapo tayari baada ya siku 153 za uchunguzi mkali wamemaliza kufanya uchunguzi wao, na hivi punde watawasilisha ripoti yao kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Nadhani kupitia ripoti hii tutafahamu kwa kina zaidi Watanzania wangapi ambao walipoteza maisha, lakini pia hasara ambayo ilipatikana kutokana na vurugu zilizojitokeza. Nakumbuka mwanzoni baada ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kushinda kwenye uchaguzi uliofanyika tarehe 29 Oktoba kwa kishindo kwa 97 pointi kadhaa, alisema kwamba vijana wengi ambao walikuwa wanafanya vurugu walikuwa ni vijana ambao walitoka nchi jirani. Kwa hiyo wakavuka mipaka wakaingia Tanzania kuja kufanya fujo. Tunatarajia kuona uchunguzi uliofanyika na tume hii pia uje na majibu sahihi kwa kina zaidi kuhusu vijana waliofanya fujo. Lakini kumbuka, vijana wengi wa Kitanzania walikamatwa. Vijana wengi wa Kitanzania walikamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya uhaini. Sasa unajiuliza kwamba wale vijana wa Kitanzania ambao walikamatwa na wengine baadaye wakaachiliwa, walikamatwa kwa makosa gani kama vijana waliofanya fujo na vurugu walitoka nchi jirani? Lakini ilikuwa inaacha mashaka makubwa mno kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vya Tanzania vimekuwa ni dhaifu kiasi gani, kana kwamba watu kutoka nchi jirani wakavuka mpaka na kuja Tanzania kufanya vurugu. Lakini pia ikaenda mbali sana. Mheshimiwa Rais katika hotuba yake alisema kwamba vijana wengi wa Kitanzania ambao walikuwa wanahamasisha vurugu na wengine ambao pia waliandamana walikuwa wanalipwa na mashirika kutoka nje ya Tanzania kufanya vurugu Tanzania. Lakini kubwa zaidi ni kwamba Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alisema nguvu iliyotumika kutuliza ghasia zile ilikuwa inaendana na ukubwa wa jambo lile, akidai kwamba vijana walikuwa wanataka kuipindua serikali. Kwa hiyo nguvu iliyotumika ilikuwa inaendana na tukio ambalo limetokea Tanzania. Nimeona Profesa Ibrahim Lipumba amezungumzia kuhusu tume na amesema kwamba kulikuwa hakuna maana ya kuunda tume, kwa sababu tume ilitakiwa kuchunguza yaliyotolewa majibu hata kabla tume haijaanza kazi. Rais alishazungumza kila kitu. Inakuwaje mnaunda tume katika kitu ambacho tayari Mheshimiwa Rais alishatolea majibu? Profesa Lipumba anasema mambo ambayo tume ilitakiwa kuchunguza yalitolewa majibu hata kabla tume haijaanza kazi. Kwa hiyo hakukuwa na sababu ya kuunda tume kama majibu yalikuwepo. Profesa Lipumba anasema hata jina la tume ni judgmental kwa sababu inaitwa tume ya kuchunguza vurugu za Oktoba 29. Yaani tume yenyewe inahukumu kwamba kilichotokea kilikuwa ni vurugu. Kwa nini isingeitwa tume ya kuchunguza ukweli kuhusu Oktoba 29? Kwa nini iitwe tume ya kuchunguza vurugu?
Nani alisema zile ni vurugu? Anahoji Profesa Lipumba na kumalizia kwamba tatizo la haya yote ni Chama cha Mapinduzi kuacha kuwa chama cha siasa na kujigeuza kuwa chama cha dola. Hiki ndicho alichokizungumza Profesa Lipumba. Kwa kina zaidi, kabla sijaelekea kwenye ripoti ambayo wameshafanyia uchunguzi kwa kina na wanataka kuiwasilisha kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, nimeona Bishop Bagonza pia ni miongoni mwa watu ambao wamezungumzia kuhusu tume ambayo iliundwa na Mheshimiwa Rais. Kama mnakumbuka ni kwamba wakati tume inaundwa, watu wengi sana walikosoa na wengine wakapinga kwamba mtu ambaye inatakiwa kuchunguzwa inakuwaje ndiye ambaye anakwenda kuunda tume ya kumchunguza, kwamba unachunguzwa na wakati huo huo unaunda tume kwa ajili ya kukuchunguza, yani wewe mwenyewe unajichunguza. Tumeona viongozi wa Chadema wakipinga sana hilo, pia hata baadhi ya wadau wakipinga jambo hilo. Kwa upande wa Bishop Bagonza, anasema tume ya Chande inaonewa, lakini ana sababu zake kwa nini anasema kwamba tume inaonewa. Amekategorize hapa makundi matatu. Anasema jambo la kwanza, lipo kundi limepinga tume ya Jaji Chande tangu kuundwa kwake. Sababu yao kuu ni muundo wake na jinsi ilivyopatikana. Hawa wana haki hata ya kukataa matokeo ya tume pale itakapotolewa hadharani. Hilo ndo kundi la kwanza, kwamba wao walipinga tume hata kabla tume haijaundwa. Kundi la pili, jambo la pili, lipo kundi la pili linalokosoa uamuzi wa kuunda tume hii badala ya kuunda tume ya kijaji au labda tume ya uchunguzi kutoka nje. Kundi hili lina haki zote mbili, yaani kuikataa au kuikubali ripoti ya tume ya Chande pale itakapotolewa hadharani. Jambo la tatu, kundi la tatu, limeibuka kundi la tatu linaloipongeza tume ya Chande hata kabla ripoti kutolewa. Na nadhani hapo utakumbuka hata juzi nimeona uongozi wa dini ya Kiislamu wameelezea imani yao juu ya tume ya uchunguzi wa vurugu za Oktoba 29. Tumeona juzi hapa. Lakini pia tumeona Salum Mwalimu, kiongozi wa chama cha Chauma, amesema pia kwamba tume ya Chande ni ya wananchi, wanakubaliana na namna ambavyo tume hiyo imepatikana. Lakini pia nimeona pia kuna mwingine akasema kwamba tume hii kwa tume hii tunaelekea mahali sahihi, watu wa nje tutawaita tukishashindwa. Sasa hili ndio kundi la tatu ambalo Bishop Bagonza analizungumzia hapa, kwamba limeibuka kundi la tatu ambalo linaipongeza tume ya Chande hata kabla ya ripoti kutolewa. Hili lenyewe halizungumzii muundo, lakini pia halizungumzii rejea wala mazingira ya tume. Linaongea kana kwamba limeshaiona maudhui ya ripoti na sasa linauandaa umma ukubaliane na ripoti hiyo ambayo haijawekwa hadharani. Kwa maoni yangu, kundi la tatu kwa nia njema linaichafua tume ya Chande. Siamini kama limetumwa na tume, lakini pia siamini kama limejituma. Siamini pia kwamba kundi hili limeonyeshwa ripoti hiyo kabla haijatolewa hadharani. Nijuavyo, tume ya Chande ina uwezo wa kutosha kujichafua au kujiharibia. Tusiisaidie. Wajaluo wakisha lewa huwa wanapenda kusema, ukimhifadhi mama mkwe kwenye chumba chenye giza, usiwe na tabia ya kumulika humo chumbani kwa tochi. Mnaomulika ilikofichwa tume ya Chande, acheni mtapofuka. Hiki ndicho alichokiandika Bishop Bagonza kwa kina zaidi. Kundi la tatu tumeshuhudia hapa siku za hivi karibuni viongozi wa dini za Kiislamu tumeona pia wakizungumza kwamba wana imani na tume ya Jaji Chande. Sasa kwa kina zaidi ni kwamba baada ya siku 153 za uchunguzi mkali, utata na ukusanyaji wa ushahidi kitaifa, tume ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inayochunguza ghasia mbaya zaidi kuwahi kutokea nchini Tanzania za baada ya uchaguzi inatarajiwa kuwasilisha ripoti yake ya mwisho kwa Rais Samia Suluhu Hassan siku ya Alhamisi tarehe 23 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Uwasilishaji wa ripoti hiyo unaashiria wakati muhimu kwa taifa ambalo bado linasumbuliwa na ghasia
ambazo hazikutarajiwa ambazo ziliambatana na uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025. Tume hiyo yenye watu 9 inayoongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande Osman imekamilisha kazi yake baada ya kukusanya ushahidi kutoka kwa Watanzania 63,603 kupitia njia mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ushahidi wa watu 1,323 wa ana kwa ana na viapo 553. Mwenyekiti wa tume ana mzigo mzito, huku akisubiriwa ama kuthibitisha mashaka ya wenye shaka zake au kuwathibitisha wenye shaka zake kuwa wamekosea kwa kusema ukweli alipoukusanya ardhini. Matokeo haya yanatarajiwa sana na raia wa ndani na waangalizi wa kimataifa ambao wanaona hili kama mtihani mkubwa kwa kujitolea kwa serikali kwa uwajibikaji na juhudi za kweli za upatanisho. Mgogoro huo ulianza wakati wa maandamano ya kitaifa yaliyoongozwa na vijana yalipoambatana na uchaguzi wa Oktoba 29 ambao chama kikuu cha upinzani Chadema kilikuwa kimesusia kushiriki katika uchaguzi. Vikosi vya usalama vilijibu kwa msako mkali, ikiwa ni pamoja na matumizi ya risasi za moto na kusababisha mamia ya vifo na maelfu ya watu kujeruhiwa. Kujibu shinikizo linaloongezeka la ndani na kimataifa, Rais Samia aliunda rasmi tume hiyo mnamo Novemba 20 mwaka 2025. Aliipa jopo hilo jukumu la kuchunguza chanzo cha vurugu hizo, lakini pia madai ya waandamanaji vijana, lakini pia jukumu la vyama vya upinzani na mashirika yasiyo ya kiserikali na mbinu zinazotumiwa na vikosi vya usalama kutuliza machafuko hayo. Nilidhani kwamba kabla ya kuwasilishwa kwa tume za nje, tunapaswa kuwa na tume yetu ya ndani, tuiache ifanye kazi, Rais Samia alisema wakati wa uzinduzi, akielezea imani kubwa katika utaalamu wa timu hiyo. Hata hivyo, tume ilikabiliwa na changamoto za uhalali wa haraka. Vyama viwili vikuu vya upinzani, Chadema na ACT Wazalendo, vilikataa kabisa timu ya uchunguzi na kudai uchunguzi wa kimataifa badala yake. Walidai kwamba serikali inayoshutumiwa kwa udanganyifu wa uchaguzi na ukiukwaji wa haki za binadamu haina mamlaka ya kimaadili ya kujichunguza. Mshtakiwa hawezi kuwa jaji katika kesi yake mwenyewe, alisema John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara, akikosoa kujumuishwa kwa maafisa wa zamani wa usalama na ulinzi kwenye jopo hilo la tume ya kuchunguza vurugu za Oktoba 29 mwaka jana. Wakili mkuu wa sheria wa Chadema, Lugemeleza Nshala, alisisitiza msimamo huu Jumanne, akisema tume hiyo ni batili na haina maana tangu ilipoundwa, akisema kwamba Rais Samia ndiye mshukiwa mkuu wa madai ya kuamuru msako huo. Makundi ya kiraia pia yamelaani kucheleweshwa kwa tume hiyo, ikibainisha kuwa agizo lake la awali la siku 90 liliongezwa mara 2 hatimaye kufikia siku 153. Uamuzi wa kuzuia vyombo vya habari kutokuhudhuria vikao vya mashahidi mnamo mwezi wa kwanza mwaka 2026 ulizidisha wasiwasi kuhusu uwazi. Licha ya shaka hilo, Chanda amekuwa akitetea kazi ya tume hiyo mara kwa mara. Alieleza kwamba upanuzi huo ulikuwa muhimu kutokana na ukubwa wa uchunguzi ambao uliongezeka kutoka mikoa 6 hadi mikoa 11 na wilaya 22. Tunaongozwa na ushahidi pekee, na ushahidi pekee ndio utakaotuongoza tunakoelekea, Mwenyekiti Chande alihakikisha, akibainisha kuwa tume ilikusanya dodoso 4891 zilizojulikana na kupokea maoni kutoka kwa watu 56,445 kupitia simu pamoja na SMS ili kuhakikisha ushiriki mpana. Wasilishaji wa ripoti hiyo unakuja huku kukiwa na shinikizo la kimataifa ambalo bado linaendelea. Hivi majuzi nchini Tanzania tulishuhudia utaratibu wa ufuatiliaji wa Jumuiya ya Madola na kusababisha ziara ya mjumbe maalum wa Jumuiya ya Madola Dr. Lazarus Chakwera
Hii ilifuatiwa mara moja na ujumbe wa ngazi ya juu kutoka mtandao wa viongozi wanawake wa Afrika, ukionyesha umakini mkubwa wa jumuiya ya kimataifa kuhusu jinsi serikali inavyoshughulikia hali hiyo kufuatia matukio ya Oktoba 29 na hatua zinazofuata kuelekea maliziano ya kitaifa. Kwa hiyo tunasubiria kuona nini kipo ndani na tume imegundua kitu gani. Ni Tanzania tunasema ipo katikati ya matumaini na mashaka, ikisubiri ripoti ya uchunguzi ya matukio ya Oktoba 29. Nikukumbushe tu kwamba Oktoba 29 mwaka 2025 ilianza kama siku nyingine ya kawaida ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Wananchi walijitokeza kwa kiasi kupiga kura wakiwa na matarajio ya kushiriki katika mchakato wa kidemokrasia kwa amani na utulivu, lakini idadi haikuwa ya kuridhisha. Hata hivyo, kadri siku ilivyoendelea, taarifa za sintofahamu zilianza kuibuka katika baadhi ya maeneo. Maandamano, vurugu na taharuki vilianza kuripotiwa na kugeuza hali ya uchaguzi kuwa ya wasiwasi mkubwa. Katika muda mfupi uliofuata siku hiyo na siku chache baadaye, taarifa za vifo, majeruhi na uharibifu wa mali zilianza kusambaa. Hali hiyo ilizua hofu na maswali mengi miongoni mwa wananchi kuhusu kilichotokea na chanzo chake halisi. Kutoka hapo, mjadala wa kitaifa ulibadilika. Haukuwa tena kuhusu matokeo ya uchaguzi pekee, bali kuhusu usalama, haki na uaminifu wa mfumo wa uchaguzi na taasisi za dola. Katika matukio hayo yaliyotokea, serikali ikaanzisha tume ya uchunguzi yenye wajumbe 9 kuchunguza kilichotokea Oktoba 29 mwaka 2025 pamoja na siku zilizofuata. Sasa matumaini na mashaka ya Watanzania kabla ya matukio ya Oktoba 29 na hata baada ya matukio yale, Tanzania haikuwa inaonekana kama taifa moja kama ilivyokuwa miaka ya nyuma. Mgawanyiko wa wazi kisiasa ulijionyesha. Sasa kadri uchunguzi ulivyoendelea wa tume, nchi hiyo ilijikuta ikigawanyika pia kimtazamo. Wapo waliouona mchakato huo kama nafasi ya kurejesha imani ya wananchi kwa taasisi za dola na kujenga upya mshikamano wa kitaifa. Kwa upande mwingine, baadhi ya wadau wa kisiasa na kijamii waliendelea kueleza mashaka kuhusu uhuru na uhalali wa tume. Kumbuka alichokizungumza Bishop Bagonza, wakihofia uwezekano wa matokeo yake kuegemea upande fulani. Vyama vya siasa vya upinzani, wanaharakati na baadhi ya jumuiya za kimataifa zimeonyesha wasiwasi wao kuhusu uhuru wa tume, ingawa tume yenyewe inasema iko huru. Mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia Dennis Mchunguzi hivi karibuni alisisitiza umuhimu wa utulivu kwa taifa la Tanzania, akisema si sahihi kuanza kutoa hukumu au kuzusha taarifa zisizo na msingi kuhusu ripoti ya tume ya uchunguzi wa matukio Oktoba 29 wakati bado haijakamilika. Hadi sasa hakuna anayefahamu yaliyomo ndani ya ripoti hiyo. Hivyo ni vyema jamii ikasubiri kwa utulivu matokeo rasmi. Miongoni mwa mitazamo hiyo, mchambuzi wa kimataifa Salim Amin anaeleza kuwa hali ya sasa ndiyo inayoifanya Tanzania kuonekana iko katika kizingiti cha historia, ambapo taifa la Tanzania halijapata simulizi rasmi la tukio hilo kubwa la kitaifa ambalo bado limekuwa likiwasumbua Watanzania mpaka leo hii, wakitaka kujua kitu gani kilitokea, idadi ya watu waliopoteza maisha na vitu vingi ambavyo tume hiyo itakuja kuvizungumza baada ya ripoti hiyo na uchunguzi kufanyika. Lakini kuna ripoti ya kusuka ama kuonya kutokana na tume jinsi ilivyoundwa. Kuna watu wanaamini kwamba ripoti inaweza kuwa ya kusukwa ama kuonya. Ripoti ya tume ya uchunguzi imekamilika kama nilivyokuambia, na itakabidhiwa kwa Rais Samia tarehe 23 ya mwezi wa 4 mwaka 2026.
Hii ni hatua inayotazamwa kama moja ya matukio muhimu zaidi ya kisiasa nchini Tanzania katika miaka ya hivi karibuni. Sasa kwa upande mmoja, ripoti hiyo inatarajiwa kutoa mwanga kuhusu kilichotokea na kusaidia taifa kuelekea uponyaji, uwajibikaji na kurejesha imani ya wananchi kwa taasisi zao. Lakini kwa upande mwingine, kuna hofu kwamba matokeo yake yanaweza kufungua mjadala mpya wa kisiasa, hasa iwapo hitimisho lake halitalingana na matarajio ya makundi mbalimbali ya kijamii na kisiasa. Ripoti hii ni ya kusuka ama kuonya, kujenga ama kubomoa, kwa sababu matarajio ni makubwa sana. Nchi ikiwa katika mazingira ya aina hii, ripoti ikikizi matakwa itajenga upya taifa, lakini ripoti ikija na matokeo tofauti, ufa utakuwa mgumu kuzibika, imani itapotea kabisa. Kwa upande mwingine, kuwekwa ndani kwa Tundu Lissu, kiongozi mkuu wa upinzani, mwenyekiti wa Chadema, ambaye anatuhumiwa kwa kesi ya uhaini, kunajenga maswali mengine. Nchi itatokaje ilipo? Ripoti inatarajiwa kutoa mwelekeo wa maliziano. Nini mustakabali wa Tundu Lissu? Kumbuka, makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche alisema Lissu ndiye mwenye fimbo ya maliziano na mazungumzo. Mengine yoyote ambayo yatahusu mustakabali wa taifa hilo lazima awepo nje kushiriki, kama mamlaka zitaona umuhimu wa maliziano ya kweli. Ndio maana Tanzania sasa iko katika hali ya kusubiri kwa makini na kwa tahadhari, si kwa sababu ya udadisi pekee wa ripoti, bali kwa sababu ya uzito wa matokeo yanayoweza kuathiri mshikamano wa taifa, athari chanya ama hasi, kutokana na kile ambacho ripoti hiyo itakionyesha. Nitakujuza kwa kina zaidi, lakini mpaka sasa ni kwamba ripoti imeshakamilika na tunasubiria kuona nini kilichopo ndani ya kile ambacho safari ya siku 153 ya tume ya uchunguzi wameikamilisha. Basi nitakujuza hapa kwa kina zaidi, na endelea pia kutufuatilia. Lakini pia maoni yako ni muhimu sana. Kwa upande wako, unategemea ripoti ya aina gani? Unategemea kusikia nini katika ripoti hiyo? Chana sisi na tukutane wakati mwingine, lakini kubwa tufuatilie zaidi, tutakujuza kwa kina zaidi kuhusu kile ambacho ripoti hiyo imekibaini baada ya siku 153 za tume ya uchunguzi kukamilisha kufanya uchunguzi wao.